Mstari nataka kusoma tu mwenyewe, usijali. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya neno lake. Maandiko yanasema katika Yoshua 8 kuanzia 20, maandiko yanasema watu wa Ai wakaangalia nyuma, wakaona moshi, na huo moshi na huo mti ukielekea angani, na huo moshi wa huo mti ukielekea angani, lakini hawakuwa na nafasi ya kutoroka kwa upande wowote, kwa kuwa wale Waisraeli waliokuwa wanawakimbia kuelekea jangwani walikuwa wamegeuka nyuma kuwakabili wakimbizaji wao. Basi Yoshua na Israeli wote walipoona kwamba wavamizaji wameshautega mji na moshi ulikuwa unapoa juu kutoka kwenye mji, wakageukia watu wa Ai na kuwashambulia. 22 inasema wale waviziaji nao pia wakatoroka nje ya mji dhidi yao, hivi kwamba wakashikiwa katikati ya Waisraeli walikuwa pande zote mbili. Israeli wakawaua bila kuhifadhi yote aliyenusurika wala aliyetoroka, lakini wakamchukua mfalme wa Ai akiwa hai na kumleta kwa Yoshua. 24 inasema Israeli ilipomaliza kuwaua wanaume wote wa Ai katika mashamba na jangwa walipokuwa wamewafukuza, na baada ya kila mmoja wao kuwaua kwa upanga, Waisraeli wote wakarudi Ai na kuwaua wale waliokuwa wamebaki mjini. Watu 12,000 waume kwa wake waliangamizwa siku ile, yani watu wote wa Ai. Kwa maana 26 inasema, kwa maana Yoshua hakurudisha ule mkono wake uliokuwa umeinua mkuki hadi alipomaliza kuangamiza wote walioishi Ai. Lakini Israeli walichukulia mifugo na nyara za mji huu, kama vile Bwana alivyokuwa amemwagiza Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba tumesoma katika kitabu hiki, na ukitaka kusoma hii hadithi ya Ai utarudi katika chapters za nyuma ukaanza kuona vile Bwana alisaidia Yoshua. Tunaona kwamba baada ya kufa kwa Musa, Mungu aliweza kumteua Yoshua aelekeze wana wa Israeli hadi nchi ya Kanaani. Na tunaona kwamba Yoshua alipotengwa kwa sababu ya kazi ya Mungu, kuna kitu Mungu alinena kwa ajili yake. Akamwambia Yoshua, uwe hodari, usiogope, maana nitakuwa pamoja na wewe. Mahali popote utakanyaga nitakupatia. Anahakikisha Yoshua, anamwambia kwamba hamna mtu yeyote atakayesimama kupinga wewe ama kuzuilia kile ambacho utataka kufanya, maana mimi Mungu nilikuwa pamoja na wewe. Hiyo ni maneno ya nguvu ambayo Mungu alihakikishia Yoshua wakati ambapo anatekwa kwa nafasi ya Musa. Na tunaona ya kwamba wakati ambapo Mungu anapatia Yoshua, tunaona ya kwamba Mungu aliahidi Yoshua ya kwamba atakuwa pamoja naye. Hivyo tunaona ya kwamba Yoshua anapata ushindi, anaangusha kuta ya Yeriko, kwa sababu ahadi ya Mungu katika maishani mwake ilikuwa dhabiti. Na jambo lingine ni kwamba Yoshua alifuata instructions. Kwa hiyo kuangusha Yeriko alifuata maagizo ya Mwenyezi Mungu, na ndiposa wakati ambapo alielekeza wana wa Israeli aliweza kufanikiwa, ni kwa sababu walifuata maagizo aliyofuata kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwamba baada ya Yoshua kuangusha Yeriko, tunaona kwamba wana wa Israeli waliweza kuteka nyara vitu fulani ambavyo waliweza kuvificha. Wakati Bwana alisema ya kwamba wasiweze kuvificha wavitoe, waliweza kuteka nyara. Kwa hiyo tunaona kwamba ghadhabu ya Mungu inaanguka kwa wana wa Israeli, na kuna huyu mfalme ambaye anapata nafasi na kuweza kuteka nyara wana wa Israeli. Kwa hiyo tunaona kwamba Yoshua anatambua kwamba anao adui na mfalme huyu wa Ai, na anatuma wapelelezi kwenda kupeleleza mji wa Ai ili akaweze kujipanga na jeshi lake aende kupigana na Ai, aweze kukomboa Ai kutoka kwa mateso ambaye anadhulumu wana wa Israeli. Tunaona kwamba wakati ambapo anatuma
Bwana Yesu asifiwe. Waliangushwa na ule mti ambao walikuwa wamedharau. Waliangushwa na ule mti ama ule mfalme ambao waliweza kudhani kwa macho yao ya kwamba hao ni wachache, hao ni wadhaifu, hatuhitaji kwenda kikundi kingi. Mchana wa leo nataka kunena kuhusu wewe usiweke chini silaha yako. Don't withdraw your sword. Tunaona ya kwamba wakati ambapo Yoshua anatambua ya kwamba wanaume wake wamepata kuuliwa, Yoshua anarudi kwa Mungu. Na anaporudi kwa Mungu, harudi kama sisi. Anarudi amejipaka majivu, anarudi akipiga magoti. In fact, maandiko yanasema alipiga magoti katika sakafu kutoka asubuhi mpaka jioni, hadi Mungu akamuuliza ni nini Yoshua. Na Yoshua akawa amerarua moyo wake na wale wanaume waliokuwa pamoja naye, wakitaka sana kujua ni kwa nini wameshindwa na naye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vinatendeka katika maisha yetu, lakini hatutaki kupata kiini ni nini hii imesababisha jambo hili kutendeka. Yoshua alirudi kwa Mwenyezi Mungu, na Yoshua aliponena na Mwenyezi Mungu, ilionekana ya kwamba Mungu akamjibu akamwambia wana wa Israeli, they have broken the covenant. Ile maagano Mungu alikuwa amewapatia wameweza kuvunja, na kwa sababu walivunja agano la Mungu, hiyo ndio sababu wanashindwa vita. Haleluya. Wakati tu unavunja agano la Mungu, wakati tu unakosa kutenda sawa na neno la Mungu, vita vinavyokuja katika maisha yako lazima ukapate kushinda. Maana wakati agano umevunja na Mungu, umetenga uhusiano wako na Mungu. Uwepo wako hauenendi pamoja na wewe. Ushindi wa Mungu hauandamani na wewe. Kwa hivyo Yoshua anaambiwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba hawa watu wa Israeli waliweza kuvunja agano langu, hawakufuatilia maagizo niliyowapatia. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hawataweza kushinda vita. Na Yoshua analilia Mwenyezi Mungu, na Mungu anamuinua, anamwambia enda ukaweze kupigana katika ushindi huu. Na Bwana neno la Bwana linasema kwamba Yoshua anapewa maagizo ya kufuatilia ili akaweze kupigana na Ai. Anaweka watu katika maeneo ambayo ni fiche. Anapangilia mpangilio wake wa kuingia katika vita. Na maandiko inasema ya kwamba wakati ambapo anapanga jeshi lake, wakati ambapo wanaenda mwanzo, wale jeshi la Ai linapowakimbiza, wanakimbia likiwafuata, likitoka katika mji wao. Lakini hatimaye kumbe ni mpangilio alio nao ambao amepewa na Mwenyezi Mungu. Tunapata ya kwamba Yoshua anapata kushinda vita. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alifuata maagizo yake Mwenyezi Mungu. Nataka kukuambia mchana wa leo ya kwamba kuna vitu unapigana nazo. Ule Goliathi ambao unapigana naye, hata ukimwangusha, lazima ujue kwamba hapo na uzao wake. Bwana Yesu asifiwe. The devil you are fighting, hapo na brothers zake, hapo na sisters zake. Hata ukimwangusha yeye, ule uzao bado utaendelea. Ni jambo lipi unafaa ufanye? Lazima ukapate kuwa na mbinu ya kuangusha Goliathi na uzao wake wote. Kama kuna mandugu zake, kama kuna dada zake, yani hii kizazi chote unapokiangusha na kumaliza, ndiposa utapata ushindi. Na ndiposa Mungu alipokuwa anawapa instructions, alikuwa anawaambia kwamba endeni muangamize yote. Ng'ombe na nini Mungu alikuwa anawaambia wacheni. Lakini kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa anapeana instruction ya kwamba enda na mmalize yote. Kwa hivyo I have come to encourage somebody this evening ya kwamba the Goliath you are fighting, it has is generation. Generation ya maadui zako ni gani? Generation tuseme the Goliath you are fighting ni magonjwa. Kuna hii magonjwa ambayo inakutatiza, magonjwa ambayo labda tuseme ni ya ukoo. Hautasema tu kwamba umejitenga. Lazima ukapate kutambua kwamba unasimama katika zamu kuinua kiwango chako cha maombi ili ukapate kuangamiza hayo magonjwa katika ukoo wote, na utapata kwenda kukushindania. Ni kwa sababu lazima ukaendelea kupigana. Wakati ambapo unashinda vita, usifikiria kwamba umemaliza. You have to continue fighting ili ukapate kuaccomplish maadui wote ambao wameinuliwa kinyume na maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ni kwamba tunapoingia katika vita, tunapoingia katika hizi spiritual warfare, tuna imagine ya kwamba we undermine the enemy like the Israelites. Wale
vita. Hii ni mswali, lakini nataka kukwambia ya kwamba usipojua jinsi ya kupigana hii vita, utapata unashindwa, utapata ni ngumu katika maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye alikuwa amekaa jioni kwa boma lake, mzee fulani. Akaona kanyoka kadogo tu. Nishawaambia kanaingia kwa nyumba. Na wajukuu akamwambia na bibi yake, "Kukaona kaka." Akaamka tu na akifinya hiyo kichwa ya nyoka na kisigino. Hapo kanyoka kale alidarau, kanimuuma. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kinaliona ni kadogo tu. Yaani nyoka ikishaagua mimi inaachilia watoto, si ndio? Kwa hivyo hapo katoto kanyoka kadogo tu. Alikaona ni kama mlango. Wakati wanajua mlango. Alikaona kama ni kitu kadogo. Na hakuwa na kiatu. Alitumia tu kisigino kufinya hapo kwa kichwa. Hapo kanyoka aliona ni kadogo hapo. Kalimuuma. Na kalipomuuma, it was the genesis ya mahangaiko yake hadi leo hapo katika kaburi. Don't undermine your enemy. Usiangalie vitu katika mtazamo wa kuvidharau. Usiangalie vitu katika mtazamo wa kuona kwamba hiki ni kitu kidogo tu. Usiangalie vitu katika mtazamo ambao ni wa kawaida tu. Ukaweze kutambua kwamba wakati ambapo unapuuza ama wakati ambapo unaona kwamba hii ni kawaida tu, utapata kwamba ni kitu kubwa ambayo imetendeka, ambayo itakugharimu kuweza kupenyeza na kupata ushindi katika maishani mwako. Kwa hivyo katika sisi kuingia katika ushindi, kupata kutambua kwamba tunaweza, lazima tukapate kuweza kutopuuza ama kutoangalia maadui zetu kwamba ni wachache ama ni hatuwezi ama hawawezi. Lazima tukapate kutambua kwamba tuna kusudi la kupigana vita. You must have a purpose to fight. Kama una kusudi haitakusumbua. Kama una kusudi hakuna kitu kitakusumbua. Kama una kusudi mama hutaona haja ya kuomba. Kama una kusudi hutaona haja ya kufanya chochote. Na ndiposa katika maishani wetu lazima tukapate kutambua kwamba tuko na kusudi gani katika maisha yetu. Wakristo ambao hawana kusudi wako tu. Wakristo ambao hawana kusudi hawana shida, hawasumbui maeneo, hawasumbui watu ambao wanakuwa na mambo mengine katika maeneo. Tunataka kuona kanisa ambalo liko na kusudi, kanisa ambalo linaomba, kanisa ambalo linaadhiria, linaadhiri mahali popote unaenda, ili wapo wa Mungu ukapata kutikisha misingi mingine, ikaangusha maroho, makuta na madhabahu ambayo inainuliwa kinyume na eneo zetu, ili tukapata kupenyeza. We have to process. Hawezi process mahali ambapo kuna vizuizi. Kama una kusudi na nguvu za Mungu kukuelekeza, hakuna kitu itaonekana. Hata wakati ambapo umepita mahali, utapita tu kama mtu mwingine yote. Lakini nataka tufike hivyo kiwango cha kutambua kwamba tunapoendelea kupigana vita, tunapoendelea kuinua silaha zetu, lazima tutambue kwamba tuko na kusudi katika maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata tunapata pia tunaangalia our background. Ninaangalia mimi nilitoka wapi. Ninajiangalia, ninaona mimi nami ni nani. Kama baba yangu alishindwa, kama ndugu yangu alishindwa, hiyo inanisababisha nisiinue silaha zangu katika vita, kutambua kuweza ambao unapatikana katika jina la Kristo. Kila wakati katika maishani mwako, tambua kwamba wewe ni wa kipekee. Wewe Bwana alikuchagua katika hiyo familia, una makusudi na una kazi maalum ambayo Bwana anataka kufanya.
to continue raising our hands with our weapon, ili tukapate kushinda vita kila wakati katika maishani mwetu. Neno la Bwana linasema ya kwamba Joshua aliweza kushinda tu wakati ambapo yeye hakuenda vita. Huyu ni Joshua ambaye analegeza jeshi. Yeye alifuata maagizo ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu he was the leader, yeye hakuenda kwa battlefield. Alipeana instruction, akasema nyinyi wa Manya mtaenda hii kona, nyinyi wa Machuri mtakuwa huku, nyinyi wa Mekara mtakuwa huku, nyinyi wa Isuru mtakuwa huku, na wengine mpaki katikati. Lakini mimi nitainua silaha yangu. Na maandiko yanasema ya kwamba wakati Yoshua aliendelea kuinua silaha, ushindi ulipatikana. Jeshi la Israeli liliangusha watu wote wa Ai na likateketeza moto. Kuna uwezo katika maishani mwetu. Kuna uwezo wa sisi kuendelea kuinua silaha zetu tukapata kushinda katika maishani mwetu. Silaha zetu ni maombi. Wakati wewe ni Mkristo, unaacha kuomba, unafika mahali unakata tamaa. Unafika mahali umezungukwa na vitu vingi vinavyokupatia sababu ya kwamba nitaomba saa fulani. Nataka kukuambia silaha yako umeiweka chini, na wakati adui atagundua ya kwamba umeweka chini silaha yako maombi, atakukata mata, atakuangamiza, atakuja na jeshi lake na atakuangamiza. Kwa hivyo it's a high time church tuinue silaha zetu. Kila mmoja wetu ajue ya kwamba ana jukumu la kusimama katika zamu popote alipo katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Steve kuna wakati alikuwa anafundisha Siruru. Akakuja akaniambia, mama, mimi sikulangi lunch. Huyo mwalimu kila wakati nilikuwa napatia pasta ufunguo, namwambia ukikuja kwa boma langu kama siko utapata ufunguo mahali fulani. Ile lunch hao watu wakikula, alikuja tu kwa boma yangu, anachukua ufunguo, anafungua, anaombea kwa nyumba yangu, akiangalia saa anarudi kwa shule kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza fanya hivyo katika maisha yako. Tazama Muislamu wakati inafika, hata kama umebeba milioni 1, akiangalia wewe ni saa ya maombi, ni saa ya kuswali, atakuachanisha hapo na pesa yako, ataingia kwa sababu anajua hataweza kuweka silaha yake chini. Lazima masaa yote awe alert na atambue kwamba ana uwezo wa kuweza kukataa hali zingine ambazo zinamweka katika kucompromise ile silaha yake ikapate kusimama. How many times sisi wa Kristo tumechoka kumtegemea Bwana? Tumekuwa na sababu, tumeona ya kwamba ni ngumu, lakini katika maisha yetu lazima tukaweze kuinua silaha ya maombi. Mama tuombe, ndugu tuombe, wazee tuombe katika moyo wako popote unapokuwa. Tu embrace prayer, na hii maombi itatoa uzito katika mioyo zetu. Maombi ni kama ule, yani maombi kwa wewe kuzoea maombi ni kama wale wanariadha. Lazima pasipo hiyo, kabla wafike hiyo siku ya competition, wanafanya zoezi. Nataka kukuencourage mchana wa leo, kuomba si ngumu, fanya zoezi. Ni kama zoezi, unafanya zoezi na hatimaye utasikia ni sehemu ya maisha yako. Kama yule mtu anayeamka asubuhi na kufanya jogging, pasta za zingine anakimbiaga anafika na wacha. Ana asubuhi 5 anaamka anavaa track, anakimbiaga anazunguka. Huyo mtu amezoea. Ile siku hajafanya hilo zoezi, anaisinga haiko sawa. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Silaha zetu ziinuliwe, na baadhi ya moja hapo ya silaha ambaye tu yanaokopa ni maombi. Tutoke katika kiwango cha kukumbushwa kuomba. Tutoke katika kiwango cha kuambia ndio mpangilio wa maombi. Natamani sana tufike mahali ili kanisa likuwe ni kama mtu anatoka mwingine akiingia clinic. Mwingine anatoka mwingine anaingia. Huyu anatoka na mwingine anaingia kwa sababu ya kuinua madhabahu ya Mungu katika maombi. Na hiyo ni baadhi ya ushindi ambao tutapata katika maishani mwetu. Jambo lingine ambalo linatusababisha kuweza kukaa katika vita vya kiroho ni kwamba inatufanya tukaweze kuadvance in the work of God. It helps us to advance in the work of God. Wakati ambapo vita hivi viko na wewe unaomba katika hizi vita, umeinua silaha zako katika vita, unapata kwamba inakutoa katika kiwango kingine, inakupeleka katika kiwango kingine. Hata kama hayo majaribu ni mengi, hautaonyesha nje, maana vita vyako kuna yule anayekupigania. Kuna uwezo wa Mungu ndani mwako ambao unakushindania. In fact, hiyo wakati unapitia katika challenges, kuna kautukufu Bwana anakufunika.
Bwana Yesu asifiwe. Unainuka katika maishani mwako, inakusaidia kuinuka. Jambo lingine, it helps us to recover what the devil has taken. Wakati unaingia katika hizi vita, una recover. Tunaona ya kwamba Mungu alisaidia Yoshua kutambua kwamba sehemu ya wana wa Israeli si sehemu ya kutumika katika kuteka nyara na mfalme wa Ai. Ilikuwa ya kwamba warejeshe. Na tunaona ya kwamba wakati walikuja katika sende zao, walitambua ya kwamba kuna nafasi wamekosa. Kwa hivyo katika wewe kutambua ya kwamba unasimama katika maombi, unainua silaha yako kila wakati, unarejesha vyote ambavyo adui amechukua. Kuna vitu wapendwa adui amechukua. Kuna watu hawana amani. Kuna adui amechukua amani katika moyo wako. Kila wakati hauna amani. Kila wakati wewe ni mgonjwa. Adui amechukua afya yako. Pasipo ya kuinua silaha ya maombi, pasipo ya kutambua ya kwamba unashiriki katika neno la Mungu, you partake of the word of God. Nataka kukuambia kwamba hautarikawa kile ambacho shetani amechukua. Lazima tukatambua ya kwamba Yesu Kristo anatuwezesha kushinda. Yesu Kristo anatusaidia kurejesha vyote ambavyo adui amechukua. Yesu Kristo anatuwezesha kupata ushindi katika maishani mwetu. Na tunaona kwamba wakati ambapo Yoshua alishikilia hiyo silaha juu, ushindi ulipatikana kila wakati. Nataka ukaweza kutambua kwamba unapoendelea katika imani, unapoendelea katika kumtumainia Bwana, utaelewa Mungu ni nani, na utapata kutambua kwamba Yesu Kristo ambaye amekuokoa anaweza kufanya mambo yote. Hautakuwa na shaka na Yesu. Hautakuwa na shaka na jambo lolote. Yeje mawimbi ije dhoruba, hautakuwa na shaka katika maishani mwako, ni kwa sababu Yesu Kristo ana uwezo wa mambo yote. That's why Yoshua alipofuata instruction, aliambia tu kwamba wewe usiweke chini silaha yako. Aliinua tu silaha. Kazi yake ilikuwa tu kuinua ile silaha. Na maandiko yanasema ya kwamba ushindi ulipatikana katika jina la Yesu. Kwa hivyo katika maishani mwetu lazima tukapate kutambua kwamba Yesu Kristo anaweza kufanya mambo yote, na yeye ndiye anayetupigania vita, na yeye ndiye Mungu wa ushindi ambaye ametupa furaha katika maishani mwetu. Despite all the challenges, tumefundishwa ya kwamba we should give thanks. Yeye ndiye Kristo ambaye ameinua silaha yake hata wakati wa majaribu. Ukikutana naye akona ushuhuda, ukikutana naye anashukuru, hata utamwelewa. Tumeeleweka na watu wengi ni kwa sababu hatujainua silaha zetu. Tunapofika katika maisha magumu, tunaweka silaha zetu chini na tunaona kushushika, tunaona kukata tamaa. Oh God. Last Sunday nilikuwa nimefurahi sana. Na mtu angejua. Ndio niliambia yako tu nimefurahi. Na Samira, I remembered some times back. Na nilikuwa sina kitu. Ndio mwalimu ametufundisha times unaweza kosa kitu ya kumpatia Mungu. Lakini kile ambacho uko na, hata kama ni kunde, unampatia Mungu kikumbuka. Ukimwambia Mungu huu mbali, hakika wewe ni Ebeneza. Nilikuwa natafakari ni June, nikitafakari mambo makuu ambayo Mungu alinitendea. Nikitafakari ushindi ambao Bwana alitupatia. Aibu ambayo Bwana alituondolea. Na nikawa ninaambia my God, today we can celebrate. Tukawa tumechinja kuku, nikamwambia let us eat. Today we can smile because at time like this another year haikuwa rahisi. I was giving thanks to God. Nilikuwa nashukuru Mungu, nikiambia Eva kwamba leo ninasikia tu niko na furaha. Hakika kuna kitu Mungu ametenda katika maishani mwetu. Kuna vitu Bwana ametenda katika maishani mwako. Kuna vitu Bwana ameweza kukutoa vile ambavyo haungeweza tolewa hata na wazazi. Lakini unapofika umbali, tumeona kama ni kawaida. Tumeona hata kupata tu chakula kama ni kawaida. Yaani wewe unalala unastuka ni asubuhi. Nataka kukuambia kuna watu hawalali. Wameinua silaha tofauti. Wanahangaika na vitu tofauti. Wakati unangorota, mtu anaenda kwa sitting room, anatoka anaenda nje. Kuna mateso anapitia katika nyumba yake. Lakini wewe upacha, hata utajifunika, unangorota tu, alafu unafikiria ni kawaida. Kuna watu wanalipia tu hata walale, wanameza madawa hata wapate usingizi. We have to thank God. Tusiwe kama katoto. Wamama mnajua, kana hanuni kana kurenda huduma inundo. Sijui kama mtu alikuwa na katoto kama yako. Bwana sifiwe. Kuna mtoto mwingine kama wala alafu tena kanacheka. Kakisha nyonya
bora. Unapata kameuma mama, hiyo ndio asante. Tusiwe kama wako katoto. Bwana Yesu asifiwe. Tu watu ambao tutashukuru Mungu katika kila jambo. Shukuru tu Mungu. Shukuru tu Mungu kukuruhusu upite katika hayo mapito. Shukuru tu Mungu katika kila jambo ambalo unahisi ya kwamba ulishindwa ama ilionekana haiwezekani. Kulikuwa na majira ambayo labda mambo haikuwa sawa. Yaani niliishi na jirani mwingine ako na kila kitu, lakini anachukua kidogo kuchapa watoto ndio wakule. Yaani kuna sababu ya kufanya bora tena usimacho akopa harani hala. Unashangaa tu unaona tena utetaja rumbi la katoto jamani, naona ujesi. Unaona nini everything. Na bana bahora chakimwa. Wani kama iko bati wenzi abani sitiko maana safunguro mnotai. Yaani chakula ni kama sumu. Lakini alipana bali chacha. Kama mwana amafura timira hata jijia hata wajali. You have all the reason to thank God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika sisi kutambua ni kwamba tunahifadhika kwa uwezo wa sisi kutambua kwamba tuna nafasi ya kuchukua. We have to take our position. Lazima uchukue nafasi yako. Na nafasi yako ndio hiyo nimekuambia kwamba lazima ukamwaminie Kristo kwamba anaweza kufanya mambo yote. Simama katika zamu, omba Mungu, mtumainie yeye peke yake. Mtegemee katika maishani mwako na atakuvunjia. He will break the yoke of the enemy. Na nataka kukuambia kwamba the battles ambazo ziko na pattern ambayo inafaa ufuate. Tunaona ya kwamba Yoshua aliambia kwamba he must take the sword and fight. Katika vita hauwezi enda kupigana vita pasipo kuwa na silaha. Tunaona Daudi aliangusha Goliathi, alikuwa amebeba mawe. Na katika vita kuna watu ambao wanapigana vita ambao ni vya damu na nyama. Sisemi hizo vita. Ninaongea kuhusu vita ambavyo uko katika battlefield ya Mungu, spiritual warfare. Tunaona instructions ya Mungu, the pattern ambayo Joshua alikuwa amepewa. Alikuwa ameambia kwamba you have to take your sword and fight. Na lazima silaha yako Joshua ikaweze kuinuka juu. Kwa hivyo tunaona kwamba wale wengine walienda kupigana, lakini silaha ya Joshua ilikuwa imeinuliwa. Oh God, nataka kunena na wazee katika hii nyumba. Ninyi ni mababa, you are the priest of your home. Ni nini unafanya? Vitu vingine viko unavipuuza tu. Lazima ukaweze, hata wewe baba, una kitu unaangalia kiko sawa. Jificha hata kama mwalimu amesema ati wengine hawataki kuomba, wengine wakisikia. Nataka kusema hiyo ni kama yani umeficha kitu. Lakini roho Bwana kichanga ni mwako, utabubujika, utastukia tu umelipuka. Ni kwa sababu ya wewe kufungua moyo wako. Wewe ni baba, you have to carry the burden, you have to carry the vision, you have to have yani ile uwezo wa kutambua kwamba kuna kitu. Hata ukiwa peke yako, hata ukiwa kazini, hata ukiwa shambani, omba kwa sababu ya hiyo boma, omba kwa sababu ya hiyo mji, omba kwa sababu ya hiyo ndoa, na utapata Mungu akitenda katika jina la Yesu. Lazima tukatambue kwamba the battles ambazo utazipigana kupitia maombi, kuna zile utatumia silaha, kuna zile utanyamaza kimya, kuna vita ambavyo utaachia Mungu akupiganie. Haleluya. Kuna zingine utatumia, utapiga magoti, utaomba, utapigana, utamwona kuharibu. Na kuna zingine just keep quiet. Keeping quiet is a weapon. Even neighbor is troublesome. Anaachiliana tu vitu kukusumbua. Anakicha imwombe hoji. Kwa mkanisa, ukianza kuongea atakwambia baharo mkanisa bayi kwa nabaoni. Mpuuze, si ngombe ikikula mahindi mbili utakula sana. Utakula kwani. Wachana naye. Mpuuze na mnyamaze. But instead, endelea na shughuli zako. Ataangalia siku nyingine upate amefanya kitu kingine tena. Ataangalia uongee hauongei. Utanyamaza. Atashinda huyu nitampata haki. Akishachoka siku moja you will become a solution. Mungu atasababisha aanze kukosa vitu zenye vinapatikana kwa huduma yako. Na atakuja na utakuwa unamsaidia. Akikosa vitu vingine anahangaika, akifika mwisho ziko na wewe tena kwa hoteli. Akikuja unampatia. Na hivyo ndivyo utaweza kushinda vita vingine kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yani you become a blessing. Hata wakati ambapo umrafsa naona kilo majira hiyo kukukanyaga inataka
Na wewe unavumilia tu. Bwana Yesu asifiwe. Unavumilia tu ukijua huyu yuko nikanyaga si ajali. Huyu ananikanyaga, kuna maneno anataka nianze kusema. Na ukianza kusema kimwili utasema ile itamlipua sasa. Kwa hivyo wewe jifundishe kumwambia kutoa mguu yako polepole. Kama umenyamaza na usonge mbali na yeye, Bwana atakusaidia. Bwana atakupa hekima. Bwana atakuwezesha kupigana vita hivi katika pattern ya ushindi katika jina la Yesu. Kwa hivyo vitu vingine ni kuachia Mungu. Some battles are fought by just praising God. At times you just have a broken heart to praise God. Uko na ule uzito katika moyo wako. Na vitu ambavyo unapitia ambavyo vinakushusha chini kila wakati. But unajilazimisha kwanza tu kumsifu Mungu. Na usimsifu tu Mungu kwa ile nyimbo ambazo zinaongelesha ule mtu adui. Ambia adui wangu naishisa. Imba nyimbo ambazo zinashukisha utukufu wa Mungu. Atinembe saene ndilevisiana na anuna oo. Kanena saene ndilevisiana. Ambia Mungu jinsi alivyo mkuu. Kama hiyo wimbo mwalimu alikuwa anatuimbia. Kwa kwamba wewe una nguvu. Yaani adui una nguvu. Adui alifanywa nini? Kwa bahari. Uinuliwe Yesu wewe mwema. Yaani unapoimba nyimbo kama hizo utapata kuna nguvu fulani Mungu anakupatia. It's like activating maisha yako ya kiroho. Pole pole tu ukiwa peke yako. Wacha kulia, imba nyimbo za kusifu Mungu. Wacha kuona ya kwamba ni ngumu. Just have a broken heart just to praise God. Na unapomsifu Mungu, nataka kukwambia kwamba kuna nguvu ambazo Bwana anaachilia. Kwa hivyo you are don't withdraw your sword. Wacha kunyamaza kwa sababu unanyamazishwa. Hapana. Wacha kukuja katika ushirika kwa sababu ule mwingine hakuji. Wacha kukuja katika ushirika kwa sababu hauone kubarikiwa. Ni wewe unataka ulete utukufu wa Mungu katika hiyo ushirika. Bwana anataka tukaweze kuinuka. Na katika maisha yetu lazima tukatambua kwamba kila wakati lazima we have to be alert in the spirit. Kwa hivyo Yoshua hakuwithdraw sword yake hadi Ai ikaangamizwa. Na maandiko inasema ya kwamba walipoangamiza Ai waliacha huyu mfalme. Na unajua Yoshua alimfanya nini? Alimsulubisha akakaa kwa msalaba kutoka asubuhi mpaka jioni. Tuna uwezo kukamata nguvu ambazo zinatuangamisha katika maisha yetu. Tuna uwezo kuharibu hizi nguvu. Ni vile ambavyo hata tunaonanga hatuwezi. Lakini tuna Mungu ambaye atatuelekeza. Na tunapoendelea kuinuka, tunapoendelea kumtazamia, tunapoendelea kumtegemea, hatutakufa na magonjwa. Hatutateseka na vitu ambavyo viko katika ulimwengu huu. Wakati watu wengine wanashangaa, sisi tutaona afueni katika maisha yetu. Tutaona furaha katika maisha yetu. Tutasababisha tuwe watu ambao tutahimiza watu wengine. Tutakuwa watu ambao tutaleta suluhu katika maisha ya watu wengine. Uko tu hapa labda unajidharau, lakini kuna mtu huko nje anakuangalia maisha yako, ana imagine tu angepata kuwa wewe. Wakati wewe unasumbukana mama ukilia, alichomwambia kwa mata na mama ndio kuna mambo pole ni bora. Pole ni hauna abaya. Pole ni na bora bale. Siamba range machurizi usaidizi na injira ina hapo. The devil is a liar. Let us appreciate God. Tukaweze kumshukuru Mungu na tutambue kwamba hizi vita ziko, lakini tunaye ambaye anatupigania Kristo. Yesu Kristo anatupigania vita. Na tunaona kwamba katika Ephesians 6:10 tunaambia kwamba tuzidi kuwa hodari katika uwezo wa nguvu zake Bwana. Tuzidi kuwa hodari ili tupigane hizi vita. Lazima tuzidi kuwa hodari. Tukazidi kuwa hodari katika Bwana. Tukapate kuvaa silaha zote za Mungu ili tukapate kushinda siku ya uovu. Kuna siku ya uovu, na wale wanaoshinda ni wale ambao wamevaa silaha za Mwenyezi Mungu. Lazima ukapate kujihami. Lazima ukaweze kumakinika ya kwamba unapovaa silaha za Mwenyezi Mungu, wewe unashinda siku ya uovu. Hiyo siku ya uovu inapokuja, itakupata umesimama. Na nasema mkishashinda yote, hatimaye msimame. Haleluya. Tusipopita katika mambo yote, mawimbi na dhoruba, vitu hivi vyote vinavyokuja katika maisha ya ulimwengu huu, sisi hatimaye tutapigana vita kwa sababu
kutubeba katika mawimbi, kutubeba katika dhoruba, kutubeba katika hali ngumu. Uko na changamoto ya kifedha, watoto wako utashinda watasoma aje, lakini uko na Yesu Kristo. Unazidi kumkumbusha baba, mimi sina pesa, lakini wewe una pesa, watoto wangu lazima wasome. Na unaamini ya kwamba inawezekana. Hautatembea ukikaa kwamba umekosa tumaini. Bwana anaweza. Unapoishi katika kumtegemea Mwenyezi Mungu, anaweza. Tunaposimama, sijui silaha yako umeweka wapi. Sijui silaha yako umeacha kuiweka chini kwa sababu ya changamoto. Labda kuna hali ambayo inakusababisha unaona ya kwamba ni ngumu. Wewe Mungu amekuita na kisababu. Wewe Mungu amekuita kupigana vita katika jamii yako. Ni wewe ambao unaombea jamii yako. Ni wewe ambao unaombea watoto wako. Wakati unaweka silaha, ni nani atasimama katika zamu? It's a high time charge. Tuinuke katika maeneo haya. Tunapoinua silaha za Mungu, tunapoinua silaha zetu, tunapofuata maagizo ambayo Mungu anatupatia, kuna vitu vitasikika miongoni mwetu.